Wakati akiondoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kocha Fadlu Davids, raia wa Afrika Kusini, alikuwa akihitajika sana, kiasi ya kwamba waweza kusema mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, wanachama wao, viongozi walijiona kana kwamba wamempoteza mtu ambaye katika nyakati zisizo sahihi, kwa sababu inakumbuka vizuri ni wakati ambao Simba walikuwa wakipambana kupata tiketi ya kuwania hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika hatua za awali kabisa wakicheza dhidi ya Gaborone United, yeye aliondoka mapema akiwaacha Solemba Simba wakiwa hata hawajaingia katika raundi inayofuata, ili mwisho wa siku waende katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika endapo watafanikiwa. Sasa Fadlu Davids, baada ya Simba kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Gaborone United, bao la Eli Mpanzu Kibisawala kule nchini Botswana, ikawa safari yake na wekundu wa Msimbazi Simba imeishia hapo. Akaondoka, akaenda katika klabu ambayo bila shaka kwenye mazungumzo yake, management yake binafsi pamoja na klabu hiyo ambao ni Raja Casablanca ya Morocco, yalikuwa yameenda vizuri sana. Hivyo akaondoka akiwaacha Solemba Simba. Simba wakapambana kivyao vyao, hatimaye wakafuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini sasa Fadlu Davids kule alikokwenda mambo yameenda tofauti, ambapo baadhi ya mashabiki wanaweza kusema kwamba kimemramba. Ndio, ni kwa sababu taarifa zilizopo, Raja Casablanca wamemfungisha virago kutokana na matokeo ambayo sivyo walivyotarajia. Mwenendo wa timu katika ligi kuu ya Morocco hauko vizuri, kiasi ya kwamba inawatia shaka na hofu kwamba wanaweza katoa ubingwa ligi kuu ya Morocco kwa msimu huu 2025-2026. Na sasa Raja hawako tena na kocha Fadlu Davids. Ikumbuka vizuri, Fadlu Davids alipotua Simba na kuiongoza katika ligi kuu Tanzania bara, alikuwa na ufanisi wa hali ya juu sana. Ndio, kiasi ya kwamba ilishawishi timu nyingi kuhitaji saini yake, na haikushangaza hata kidogo kuona Raja Casablanca wakimtwaa, na hasa kukumbuka kwamba alishawahi kuifundisha akiwa kocha msaidizi chini ya kocha mkuu Joseph Zimbawa. Fadlu Davids aliwezesha Simba kumaliza ya pili katika ligi kuu Tanzania bara ikiwa na ufanisi wa hali ya juu mno, kwa sababu katika mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara 30 matches, yeye alishinda mechi 25, akatoa sare mechi 3, akapoteza mechi 2. Matokeo yake Simba ilimaliza ligi ikiwa na pointi 78 kati ya pointi 90 zitokanazo na mechi 30. Ufanisi ukiwa ukizidisha kwa 100, unapata hapa around 87%. Ni kiwango cha juu cha ufanisi. Lakini sio hilo tu, hata kwa mabao Simba ilimaliza ikiwa ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi, baada ya watani zao jadi Yanga waliotoa ubingwa wakiwa wamefunga mabao 83, pointi 82. Simba walifunga mabao 69 wakiruhusu mabao 13, wakiwa miongoni mwa timu zilizokuwa na ukuta imara sana. Ndio, mabao 13 ilikuwa timu ya pili kwa kuruhusu mabao machache. Lakini kwa ufanisi huu ndipo timu nyingi zikamhitaji Raja Casablanca wakampata. Lakini leo hii akiwa ameondoka Raja washacheza mechi 23 katika ligi kuu ya Morocco. Kwenye mechi hizi nini alichokifanya? Ameshinda mechi 12. Yes. Halafu ametoa amefungwa mechi ametoa sare mechi 6, halafu amefungwa mechi 5. Matokeo yake mpaka sasa timu yake ingali na pointi 42. Walipaswa kuwa na pointi 69 zitokanazo na mechi 23, zikiwa zimebaki mechi 7 ligi kuu kufikia ukingoni. Kwa hiyo mechi 23 walipaswa kuwa na pointi 69. Kupata pointi 42 maana yake ukizidisha kwa 100 hapa unapata ufanisi around 61%. Lakini hata kwa mabao mechi 23 timu yake imefunga mabao 26, halafu imeruhusu mabao 11. Mechi 23 kufunga mabao 26, kwa maana kwamba ameongeza mabao 3 tu katika idadi ya mechi zote. Matokeo yake haikushangaza kuona shinikizo lilianza kuwa kubwa kutoka kwa uongozi wa Raja Casablanca, mashabiki wao wapenzi, kwamba huyu Fadlu Davids kwa msimu huu 2025-26 anaweza asiwafikishe kule wanakokuhitaji. Hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya Morocco, Raja wako katika nafasi ya 5 wakati yeye akiondoka. Matokeo yake ni kwamba utaona kwamba
Kocha Fadlu Davis, ukilinganisha performance akiwa na Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, ingawa ni ligi mbili tofauti, inakoshiriki Simba, inakoshiriki Raja Casablanca ambayo ni ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika. Simba inashiriki ligi kuu Tanzania bara ambayo ni namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Ni anguko kubwa kwa sababu kutoka performance ya 87% akimaliza katika ligi kuu Tanzania bara mpaka 61%, maana yake hapa kuna mdondoko wa takriban 26% ya ufanisi yeye kama kocha katika kuziongoza timu hizi mbili tofauti, ingawa kwenye ligi mbili tofauti kama nilivyotoka kueleza. Fadlu Davis akiwa na Simba, licha ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji hakuwa anawakubali sana, akisikika akisema kwamba anakosa X factor players katika kuiwezesha Simba kufikia kule anakotaka yeye kama kocha na anakotaka mashabiki wa Msimbazi Simba. Bado Simba ilicheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo inakumbuka vizuri ilicheza dhidi ya RS Berkane, ikapoteza mbele ya RS Berkane kwa jumla mabao 3-1, lakini ikafika fainali ikiwa na wachezaji ambao yeye anasema kwenye kikosi chake alikosa X factor players, wachezaji wenye cha ziada pale timu inaposhikwa kimfumo. Alikuwa na kina Steven Dese Mukwala, alikuwa na Lionel Ateba Mbida, akina Joshua Budo Mutale, Jasha Aua na wengineo, Kibu Dennis Prosper, lakini bado alifika fainali. Na kwenye ligi kuu Tanzania bara, bingwa wa msimu uliopita 24-25 kwa maana watani zao jadi Yanga walilazimika kusubiri mpaka mechi ya mwisho walipocheza dhidi ya Simba ndipo bingwa kupatikana, kwa sababu mpaka mechi ya 29 Yanga walikuwa na pointi 79, Simba pointi 78, tofauti ni pointi 1. Ushindani ulikuwa hali ya juu, lakini akiwa Raja mambo hayaendi vizuri. Sasa swali, kulikoni? Labda laana ya Simba, kwa sababu wakati akiondoka Simba hawakuridhia wenyewe yeye kuondoka, kwa sababu ni katika kipindi ambacho alikuwa akimhitaji sana, wakiwa wanapambana kwenda katika hatua makundi ligi ya mabingwa kama nilivyotoka kueleza. Akiwa na Raja hii, pamoja na matokeo haya kuonekana sio mazuri, lakini timu yake ilikuwa na mambo mengi chanya. Timu yake katika ligi kuu ya Morocco, licha ya kwamba ameiacha ikiwa katika nafasi ya 5, Raja ndio timu inayoongoza kwa umiliki wa mpira. Yani katika ligi kuu ya Morocco mpaka Fadlu Davis anaondoka, hakuna timu inamiliki zaidi mpira kama Raja Casablanca. Ndio kwa sababu kwa wastani katika kila mchezo inamiliki mpira kwa around 60%. Wapinzani wao muda mwingi wanaishia kufukuza kivuli kwenye eneo la umiliki wa mpira. Lakini hiyo haitoshi, maana waweza kumiliki mpira halafu ufanye majaribio ya kutosha dhidi ya wapinzani. Raja ni timu ya pili katika kufanya majaribio ya kufunga. Kwa wastani katika kila mechi inapiga mashuti 11 plus. Anayeongoza kwa wastani kila mechi anapiga mashuti 12 plus. Wao wanashika nafasi ya pili mashuti 11 plus, ambayo kwa mechi 23 walikuwa wameshapiga mashuti 255. Lakini kinachoangusha, kwa sababu wamefunga mabao 26 kutokana na mashuti yao 255, manake goal conversion rate ni around 10%, ambayo hii ni miongoni mwa mambo ambayo bila shaka ndio bahati mbaya kwa Fadlu Davis namna ambavyo timu yake ilikuwa ikicheza. Lakini sio hilo tu, Raja Casablanca anayoiacha ndio timu yenye ukuta imara zaidi, ikiwa imeruhusu mabao 11 tu. Hakuna timu yenye ukuta imara kama wao. Lakini Raja ndio timu inaongoza kwa clean sheets katika ligi kuu ya Morocco mpaka sasa, ikiwa na clean sheets 14, kwa maana kwamba imecheza mechi 14 bila wavu wake kuguswa. Lakini Raja Casablanca kwa wastani inapiga pasi nyingi zaidi, pasi 443 katika kila mchezo kwa wastani, ndio timu inaongoza katika eneo hili. Lakini pamoja na sifa hizo za umiliki zaidi wa mpira, kufanya mashambulizi mengi zaidi, ikiwa nafasi ya pili kwa kufanya majaribio mengi kama nilivyotoka kueleza, ikiwa na ukuta imara zaidi, clean sheets nyingi 14, imeruhusu mabao machache. Lakini kama alikuwa anazungumzia X factor players ndani ya Simba katika kumpa matokeo, basi bila shaka nao limechangia, kwa sababu timu yake mechi 23 goli 26 inakupa picha ni namna gani ambavyo haina wachezaji wazuri katika eneo la mwisho kwenye kubadili nafasi kwa mabao. Akiwa Simba mechi 30 msimu uliopita, Simba ilipiga mashuti 320, 183 ililenga shabaha, kafunga mabao 69. Goal conversion rate ilikuwa 22%. Ndani ya Raja nimetoka kueleza hapa, mashuti 255 mpaka sasa baada ya mechi 23, goal conversion rate 10%, ndio maana mabao 26. Kwenye top
scorers katika ligi kuu ya Morocco mpaka sasa, wachezaji wake hawaonekani pale juu kwenye chati, wameachwa mbali mno, kwa sababu anayeongoza kwa mabao mpaka sasa katika ligi kuu ya Morocco ni Soufiane Benjad ambaye ana mabao 17. Anayeshika nafasi ya pili ni Babailou, huyu Soufiane wa Maghreb Fez. Babailou ni wa Hassania Agadir, yeye ana mabao 13. Lakini wachezaji wake yeye, kinara wa mabao ndani ya kikosi chake ni Adam Ennafat, ambaye Adam Ennafat ana mabao 6, ndio kinara wa mabao kwenye timu yake ya Raja Casablanca. Anayefuatia kwa mabao ni Abdellah Khafif, yeye ana mabao 3. Yani hao ndio top scorers katika timu yake ya Raja Casablanca, ambao wawili wamefunga mabao 9 mpaka sasa, wakati kinara wa mabao Soufiane Benjad ana mabao 17 kama nilivyotoka kueleza. Babailou ana mabao 13. Wachezaji wake wawili vinara wa mabao hawafiki hata idadi ya mabao aliyofungwa na mchezaji anayeshika nafasi ya pili, Babailou wa Hassania Agadir. Unaweza ukaona ni kwa namna gani